Naam, kumalizia muhadhara wetu wa leo kwenye kipengele cha 3 cha uwajibu wa kuifuata manhaji ya salaf salih. Nitasema kwa ufupi kwanza kwamba ni wajibu juu yetu kuifuata njia hii, na njia hii haina mbadala, kwa hiyo hakuna khiari. Kwa lazima mimi nifuate manhaji ya salaf bwana? Kwani nikiwa muislamu wa kawaida tu sitakwenda peponi? Swali litakuja, hiyo kawaida unayokusudia wewe ni ipi? Kwamba muislamu wa kawaida tu, muislamu wa kawaida ni yupi? Kaa utafakari vizuri neno hili kwamba muislamu wa kawaida, kwani lazima mimi nifuate salafi bwana? Kwani ikiwa muislamu wa kawaida tu, kwa sababu salafi sio muislamu wa kawaida, sio? Sasa kaa utafakari maneno yako, uyapime, uyaweke kwenye mizani, alafu uangalie uzito unachokisema kiko katika sheria. Wewe uislamu wa kawaida unaokusudia wewe ni upi? Sasa uislamu wa kawaida ni ule wenye wasatia, ambao ni uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna ghulu, hakuna uzembe ndani yake, ni ule uislamu wa sawa sawa ambao ndio uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake. Wewe waonaje uislamu? Je, wao walikuwa uislamu wao ni wa kawaida au ni kituko kwako? Lakini ule uislamu uliokuta nao baba zako na babu zako ndio waona wa kawaida, sio? Ule wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake, ule ni uislamu wa kituko, wa kimaajabu. Tafakari maneno unayozungumza na maamuzi unayotaka kuyafanya, kwa sababu utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini lugha ya ufupi kabisa, hakuna mbadala wa manhaji hii, mfumo huu. Hakuna njia mbadala, wala hakuna khiari kwako ya kuchagua kwamba ima nichague huku au huku. Ni lazima kufuata njia aliyoiweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndio maana ilipokuja kwenye Al-Qur'an, kwenye sura Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala katika maelezo mengi kisha akasema, akiambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambie, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kwanza kipengele hiki waambia watu kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bih la'allakum tattaqun. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa maneno haya, na ndiyo anayotusemea, na yapo ndani ya Qur'an. Na wala msizifuate njia nyingine. Kuna njia nyingi, msizifuate hizo. Zitawafarikisheni nyinyi, zitawagaweni nyinyi, na matokeo yake mtaiacha njia yake. Hivyo ndivyo mnavyoamrishwa. Wasia kwa maana ya amri, hiyo ni amri. Dhalikum wasaakum bih, hivyo ndivyo mnavyoamriwa, hivyo mnavyohusiwa kwamba mfanye. Hakuna kukata shauri, ni kufuata. Kwa ni wajibu. Sasa ili kulifafanua zaidi suala hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokana maswahaba zake akachora mstari mpana mrefu, khatan tawila, akachora mstari. Alipouchora mstari ule akawaambia, hadha sabili, huu mstari mnaoona hapa ndio njia yangu. Njia yangu iko hivi, imenyooka kama rula au zaidi. Hii ndiyo njia yangu. Kisha akachora pembezoni ya mstari ule, akachora mistari mingine midogo. Hii njia kubwa, alafu njia pana, kisha akachora mistari midogo pembeni, kuliani na kushotoni. Pale ilipokuja wala tattabi'u subula, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hadhihi subul, hizi ndio zile njia ndogo zilizotajwa. Wa ala kulli sabilin minha shaytan,
katika kila kipengele, kile kichochoro kimoja, kila njia moja juu yake kuna shetani. Kwa njia ya kuifuata ni njia aliyotuchorea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ni wajibu juu yetu kuifuata, sio khiari. Anayeona kwamba ni khiari bado hajaelewa dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, almanhaj as-salafi, mfumo na njia ya kisalafi, si madai kwamba kila mmoja anaweza kujidai mimi salafi. Sio kujidai na kujinasibu na kujibandika jina tu. Tunatakiwa tuwe wa kweli katika kuichukua njia hii na kuifanya ndio maisha yetu, kiimani na itikadi, kadhalika kimatendo na amali, bali hata kiulinganizi. Na hii ndio njia ya haki, na nyingine yoyote itakuwa ni batili. Tusitake kuchagua baadhi tukayaacha mingine. Ni Uislamu kamili. Na ninaposema maneno haya, mtu asije akafikiria kwamba ukishakuwa wewe ni mfuasi wa madhhabi ya salafi basi tayari ushakuwa maasum min adh-dhunub, kwamba wewe sasa umeshakingwa na makosa, hukosei tena. Sio maana yake, sio maana hiyo, kwamba mtu sasa ataka kutaharize wewe kwa sababu ya kosa fulani ulifanya. Sio maana yake, lakini tuzungumza kwa ile maana ya ujumla. Ukisoma maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake utaona kwamba si maana yake. Ukisoma maisha ya salafu salih utaona kwamba sio maana yake. Na hakuna mtu ametolewa katika sunna kwa sababu ya kosa fulani alilofanya, bali ni kwa mfumo fulani aliofuata, ima katika mambo ya imani na itikadi au katika mambo ya ibada. Tayari kishafanya ni mfumo wake huo, sio kosa fulani alilofanya mtu fulani. Sasa utofautishe baina ya hili kuwa ni kosa la mtu fulani kalifanya, kakosea mahali fulani, na kuwa huo ndio mfumo wake yeye na watu wake. Mfumo wao uko hivyo, mfumo wao katika kuamiliana na watu wa bid'a uko hivyo, mfumo wao katika kuamiliana na watawala wao uko hivyo. Na nielewa anachokisema, unazungumza kimafumbo zaidi. Mtu akata sasa sahaba fulani alikosea kwenye jambo fulani au fulani alifanya hivi, lakini maswahaba hawakumtoa. Fulani hivi lakini maswahaba hawakumtoa. Kama utaratibu ndio atoki mtu. Sawa, hakuna mtu atakayetoka, watu wote watakuwa sana, watu wote watakuwa Waislamu tu. Tunaangalia mfumo wako ni upi. Sawa, sisi tunajua kweli umekosea au fulani kakosea, bwana hili lolifanya unajua kwamba hili ni kosa. Tutasikiliza utetezi wako. Sasa ule utetezi wako ndio utakao ujifanya tuambie umo au haumo. Umeelewa? Tuna mmoja siku moja alitoa mfano, na tunazungumza ni katika suala la mtu namna anavyojitetea wakati anapokosea. Kwa mfano, labda nichukulie mfano, kwa nini wewe umekunywa pombe? Hii si pombe hii. Hapana bwana, mimi unajua nilijua hii ni togwa. Unajua togwa? Mimi nilijua huu ni uji, sikujua kama ni pombe. Basi bwana, kama ukujua afallahu anka, haina neno, sio? Lakini mwingine akwambia kwani pombe ina ubaya gani?
yani majibu mawili tofauti na wote wamekunywa. Kuna ndugu yetu mmoja alikuwa atoa mfano, asema mtu mathalan, kuna bwana mmoja alimgusa mwenzake hivi ni makalio yake, alafu alipomgusa, wewe wana vipi bwana? Samahani bwana, nilijua mke wangu. Unaonaje udhuru huo? Udhuru na sababu aliyotoa ni mbaya zaidi kuliko kosa alilofanya. Ndio hao mashekhe hao wanaotetea bid'a na uhizbia, watakutetea jambo ambaye bwana sio kama mtu mtoa tu. Kwani yeye aelezaje katika kutoa udhuru wake? Yeye asemaje? Kosa umelifanya, hili ni kosa. Ukikuta salaf, mbona umefanya makosa? Wallahi mimi sikujua, nilitatizika katika jambo hili, sikujua. Mimi nilikuwa nafahamu kuna 1 2 3, lakini msingi kweli wa dawa salafia jambo hili halifai kutaamali na watu wa bid'a. Mimi sikufikiria jambo hili kwamba kuna hivi na hivi na hivi, Allah nisamehe makosa. Lakini mwingine anakuambia kwani kuna ubaya gani bwana, sisi sote waislamu bwana, ikhtilafu ziko, hata enzi za mtume sallallahu alayhi wasallam kuweko bwana, waliambiwa kaswali kwa Bani Quraidha bwana, asiswali yoyote al-asr isipokuwa kwa Bani Quraidha bwana, wengine wakaswali njiani lakini hawakutoana. Huyu mzushi, harufu yatoka ya uzushi kupitia maneno yake. Mnaelewa anachokisema? Kwa hiyo turudi katika maudhui yetu. Nimetaka kusema nini hapa? Kama mko hadhir, nataka kusema kitu gani mpaka nimesema maneno haya? Naam, hata ukikaa pia sema kwa sauti tu. Nataka kusema nini? Sijakaa nasema peke yangu. Kimfumo haupo, mnielewa? Asante, wewe mnielewa vizuri zaidi tena, jazakallahu khairan. Lazima tutofautishe baina ya vitu hivi. Wewe mfumo wako upi katika kuelekea makosa? Kosa ni kosa au lile ulifanya si kosa? Kwa hiyo kuna watu wana mifumo, hata kama ulichokifanya ni kitu kidogo. Angalia wanawazuoni, kuna mwanachuoni mmoja nadhani Imam Ibn Kathir, nimeweka mpaka mstari sikumbuki juzuu ngapi, katika al-Bidayah wa an-Nihaya. Kuna bwana mmoja katika Ahlus Sunnah wal Jamaa alimpa mwenzake mswaki, bwana piga mswaki, huu ni sunna. Akauchukua ile mswaki akasema mimi mswaki huu nitaupiga, akaeka katika tupu yake ya nyuma, kwamba nitapiga huko mswaki nini bwana? Yani kudharau sunna ya kupiga mswaki tu, lakini yeye ameichukulia kwa kejeli na dharau. Msomeni Ibn Kathir, yule bwana alipatwa na nini? Nani anajua? Niwe kueleza hapa zaidi ya mara moja. Nani anakumbuka? Na kwenda kiushirikishi kidogo, yani nashirikisha watu. Nani anakumbuka? Nasema kwa nguvu wasikie. Njoo shika. Hawajasikia. Njoo hapa. Alifanyaje yule bwana? Alipata ujauzito na akajifungua. Mtoto anafanya na panya. Kazaji Jurdhan ni panya buku. Mwambie panya buku hii. Kazi ya kufungua mashimo huko vyooni na wapi. Kwa yule akadharau, mimi nitafanya hivi. Allah akajalia akapata mimba. Akazaa na huko amezaa panya. Alafu baada ya siku 3 akafa. Kwa sababu ya kukhalifu na kuikejeli sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jambo dogo unaweza kuliona hili ni dogo, lakini tukusikiliza wewe wasemaje? Wewe wachukulia hii sunna ndefu kama fagio, wakufuru kutoka kwenye Uislamu. Sio kwamba wewe wao kwamba bana sasa umekuwa bid'a, sasa ushakufuru. Kwa sababu gani? Umeifanya istihzai sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa ikiwa wewe ndio mfumo wako huo katika kuamiliana na bid'a na kuyatolea ufafanuzi matukio, ni kinyume na njia ya as-salafu salih, wajitoa mwenyewe kwenye njia yako. Kwa ni lazima sisi tubaki katika njia, tuifuate njia ya as-salafu salih, ni wajibu juu yetu. Lau kama
si kuchunga muda na kufuata miongozo iliyowekwa, basi ningeendelea zaidi ya hapa. Maudhui hii ni maudhui pana, maudhui kubwa. Nimeamua kupita njia hii kwa sababu hii maudhui, ili mtu azungumze kwa wasaa wake vizuri kabisa, kwa mtiririko wake, itakiwa anze baada ya asr. Lakini ratiba zilivyo, mtasikiliza darasa nyingine huko siku nyingine katika mihadhara yetu mingine. Tunatakiwa tuzungumze kitu kwa ufupi kabisa, na ufupi wenyewe ndio huu. Wa illa kuna mambo mengi. Kwa nini sasa sisi tumejitokeza na kuilingania da'wa hii? Kama kuna watu wanasema kwamba sisi tulikuwepo tangu zamani tukilingania salafia, sawa, lakini tunataka kuiona ile salafia ya kweli. Ndio hiyo hakika ya manhaji ya salaf, ndio hiyo au ni madai tu? Mifumo yenu nyinyi na watawala wenu, mifumo yenu nyinyi na maduati wanaolingania kwenye sunna na nje ya sunna, ahlul bid'ah wal ahwa, mifumo yenu na jamaa za takfiri, nyinyi mna msimamo gani kuhusu makhawarij na jamaatu takfiri? Misimamo yenu ni ipi? Kauli zenu ni zipi? Mwasemaje kuhusu mambo ya maandamano na migomo? Msimamo wenu ni upi? Mwasemaje kuhusu watawala? Mwasemaje kuhusu maulama waliosimama katika njia ya sawa, njia ya haki? Msimamo wenu ni upi? Kwa wanaozuoni na walinganizi wa bid'a, msimamo wenu ni upi? Jibainisheni. Mkijibainisha watu watawafahamu, sababu dawa iko wazi, na sio masala ya kulalamika na kudai tutapewa red card, hakuna kutoa red card. Sisi ni nyinyi wenyewe mwajitoa katika njia. Mwasemaje nyinyi kuhusu watawala? Awe mtawala mathalan ni Muislamu katika nchi ya Kiislamu, msimamo wenu ni upi? Mtawala wa Kiislamu katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu, msimamo wenu ni upi? Mtawala asiyekuwa Muislamu katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu, msimamo wenu ni upi? Mtawala katika nchi ambayo Waislamu wana uhuru wa kuabudu na kufanya mambo yao, msimamo wenu ni upi? Watawala na mfumo ya kinchi ambayo Waislamu katika nchi hiyo hawana uhuru wa kueneza dini yao, msimamo wenu ni upi? Bainisheni msimamo wenu, bayinu lana msimamo yenu nyinyi kuhusu maandamano na migomo. Sisi dawa salafia tangu wakati huo huko nyuma tutazungumza mambo ya maandamano na migomo, ni vitu visivyofaa. Lakini kuna makundi jinasibisha na sunna, ilikuwa ndio mifumo yao, maandamano na migomo. Maandamano na migomo ya sensa ilipita hapa, na watu wanaojinasibisha kuwa ni watu wa sunna, lakini wana kigeugeu, leo wasema hivi, leo wasema hivi. Lakini dawa salafia imesimama katika msimamo wake ule ule, haubadiliki. Na kauli zipi juu ya watu wa bid'a hao, mnataamali nao vipi na mnaishi nao vipi? Mtu yuko na makhawarij na firaku nyingine, mashia au maibadhi ndio wenzake, nyinyi mtaamali naye vipi? Mwamchukuliaje mtu huyu? Wasemaje? Kauli yenu ipi? Bainisheni. Na nielewa ninachosema, si kudai tu. Sasa hao kazi yao kulalamika tu. Kuna baadhi ya watu kazi yao kulalamika tu, sisi tangu zamani salafia, tangu zamani bwana. Sawa, kama wewe ni dai, ni mlinganizi wa da'wa salafia, alhamdulillah, khair, bainisha msimamo wako kwa watu. Lakini talbisi katika dini ni kitu kisitofaa. Kwa ufupi namalizia maudhui yangu kwa kusema hivi, nimezungumza mambo matatu. Katika mazungumzo yote haya nimezungumza nukta tatu. Nimejaribu kuelezea as-salafi ni kina nani. Hiyo chukua nukta hizo. As-salafi ni kina nani? Masalaf, as-salafiyun, na kuna as-salaf wenye kujinasibisha na as-salaf, alafu kuna hao salafu wenyewe. Sasa as-salaf ni maswahaba na wanafunzi wa maswahaba ambao wanaitwa tabi'in, na wanafunzi wa maswahaba atba'u tabi'in, na wale watu walioishi ndani ya zile karne tatu bora, hao wanaitwa as-salafu salih. Sisi tunaojinasibu na wale ni as-salafiyun, ni wafuasi wa wale salaf, na hakuna vibaya kujinasibisha na hilo. Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili ni fadhila za watu kushikamana na njia hii. Katika fadhila kubwa ni kupata ahadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuwapa wale waliotutangulia. Ni radhi, kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama sisi tutawafuata wale, tutapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala.
lakini pia itakuwa ni sababu ya kuingia katika aljanna. Nasallallahu ta'ala alfirdaus al'ala. Kwa hizi katika fadhila, na aya zilizokuja na hadithi zilizokuja kutaja fadhila ni nyingi, nikataja kidogo tu. Lakini jambo jingine ni uwajibu na ulazima wa sisi kufuata njia hiyo, hakuna khiari. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Kwa mtu akwambia kuna kikundi Hizbu Salafi, ni mtu anapaparika, hana cha kusema. Lakini sisi tunasema huu ni mfumo wa maisha yetu ya kidini na dunia, tunataka tuishi katika hali hiyo. Tukienda na hali hizo na mfumo huo, basi tutasalimika sisi. Wengine kwamba watakuja sasa, kama nyinyi mfuata Salafi, maswahaba walikuwa wakipanda punda. Huyu ni mjinga wa kwanza. Sawa? Mjinga wa kwanza huyo, atakiwa aeleweshwe. Mnaelewa sio? Hajajua dini huyu, muhurumieni, atakiwa aeleweshwe. Hao ni kama wale wanaosema sasa, kama hii bid'a, mbona mafeni msikitini, makapet, mbona mapanda ndege kwenda hija? Huyu yuko mbali katika usingizi mzito, mbali hata kama kasoma, mbali kabisa, hajajua watu wanazungumza kitu gani. Ni kama vile watu wanazungumza mazungumzo ya maana afu kukurupuka, alafu tutakuchangia hapo hapo. Watu wako wadi wa anta fi wadi akhar. Ndio huyu sasa azungumza vitu havipo kabisa, havihusiani yani. Lakini kwa sababu hajaelewa, ni mtu wa kumhurumia. Hata ukimwona amevaa kilemba kikubwa sana, kilemba si vazi tu, siweza kwenda Uturuki na ukanunua kilemba na Uturuki lile kubwa hivi, kama umevaa watermelon hapa kichwani, umevaa kama umevaa nini, umevaa tikiti kubwa, si umevaa tu na joho lako, kwani kuna shida gani? Mavazi ni kuvaa ni kitu kingine na elimu ni kitu kingine. Kwa hiyo katika fadhila zinazopatikana ndani yake katika wajibu, ni uwajibu wa kufuata manhaji hii na njia hii ya salafu salih. Kwa mtu asije kukubaisha, mbona mpandi punda, mbona mfanyi hivi, huyo hajaelewa, atakiwa akae chini asome. Kwa hiyo inshallah katika muhadhara utakaofuatia kuna baadhi ya vipengele naona kama havikuelezwa hapa, lakini mimi nitakuja kuvieleza inshallah katika muhadhara wa kesho. Nazo zile ni da'aim za da'wa salafia, misingi ambayo imejengwa juu yake ya da'wa salafia. Lakini pia nitakuja kueleza hatari ya watu kuikhalifu njia hii na matokeo yake, matokeo ya watu kuikhalifu njia hii. Tusitarajie kheri panapotokea mukhalafa, ukiukwaji wa njia hii. Tusitarajie kheri, tutarajie shari juu ya shari kwa ukiukwaji wa njia hii. Tutalaumiana, tutaonyeshana vidole, lakini maadamu tumeikiuka njia hii, tusitarajie kheri yoyote, na kheri iko kwenye kuifuata njia hii. Lakini pia insha Allah katika muhadhara wa kesho tutajaribu kuelezea maulama wetu waliosimama katika njia hii, hasa katika zama hizi. Wa ila tuweza kueleza mtiririko maulama tangu karne hizo, kwa sababu wanaozuoni wametaja, kina Abu Hatim Ar-Razi wametaja kwenye vitabu vyao, kwenye kipindi hiki alikuwepo fulani na fulani na fulani na fulani na fulani katika mji fulani na mji fulani na mji fulani, kisha wakaja wakina fulani katika mji fulani na mji fulani, ametaja mpaka wakati wake. Wakaja wengine wakataja kutoka pale mpaka wakati wao, mambo yote yametajwa kwenye vitabu. Sasa sisi tutakatutaje katika hizi zama zetu maulama wetu waliosimama katika njia ya haki, na namna watu wa batili wanavyopiga vita kwa dhulma na uadui na mingineyo inshallah tutakufuatia baada ya hapo. Kwa hiyo nyinyi shikeni na chukueni haya mambo matatu niliyowatajia, nayo ni nini manhaji salaf, au salafu ni kina nani, usalafu wa kweli ni upi, fadhila za kufuata manhaji hii pamoja na uwajibu wa kufuata manhaji hii na njia. Kisha manhaji inakusudia mfumo na njia. Naomba kuishia hapa, basi utakuwa kuna utaratibu wa kujibu maswali. Nasema kuna baadhi ya mikhalafa wao wameiacha, kama vile kugomea sensa. Tushaacha mambo yale, kwa mtusamee, ndio
sisi masalafi sasa wamuomba msamaha nani? Wanamuomba msamaha nani? Kwani sisi ni kama kule madhabahuni kwamba ukishafanya makosa ukaungame kwa fulani na fulani? Sisi wakati wa ile sensa tulisimama kwenye mimbar na majukwaa mbalimbali tukiwatahadharisha kwamba hiyo maslaki tunayokwenda nayo ya kukhalifiana viongozi wa nchi dhahiri shahir ni njia ya kipotofu, sio njia ya sawa. Mwaweza kuwafikishia, wafikishieni, lakini kusema kwenye mimbar na kufanya migomo na kadha na hii si jambo la sawa. Tukapigwa vita, magazeti yao yakaandika, wakatoa kwenye maridio, watupiga vita sisi. Hao vibaraka wa Marekani hao, mtumwa na Wayahudi hao, Mossad walipwa kutoka Marekani. Mpaka tukasema basi kama Marekani waamrisha watu wasome dini, ikawa watu kazi yao kusomeshana dini na kuamrisha wanawake wao vae hijab na kuiweka mbali na mambo ya shubha, basi watakuwa wao ndio wenye Uislamu wa kweli. Basi wafaa. Lakini hayo maneno tu mtuambia sisi ya kidhulma, hakuna ukweli huo. Lakini wakatusema kweli, lakini sasa tukurudi nyuma, wanaonyesha kwamba ile njia waliyotumia ilikuwa si sawa, njia ya migomo na hii njia za maandamano. Wao sera yao hasa ni migomo na maandamano. Tunajua haya mambo wameyatoa wapi, kwa sababu huu ndio mfumo wa dawa ya Ikhwanul Muslimin dunia nzima. Tangu ilipoasisiwa Muslim Brotherhood, mfumo wao ni hivyo. Kwa hiyo mfumo ule umeathiri katika vikundi mbalimbali katika kila nchi. Kwa hiyo wao hawakuingia kule bahati mbaya, wameingia kimkakati na kimfumo. Sasa sisi tuwatahadharisha watu, huo ni mfumo wa Ikhwanul Muslimin, si sawa. Sasa wasiseme kwamba wameacha mambo ya sensa, waseme wameuacha uikhwani, usururi wameuacha, wamerudi katika njia ya sawa. Wazungumze kwa Waislamu, wabainishe kwamba jamani, ile njia na ile maslaki sio ya sawa. Sawa ni vile walivyokuwa wanasema wale masalafi, walikuwa tukiwapinga wale. Mmoja akaandika masalafi wasiwagayo ahlus sunna kwenye nchi ya Kalamu. Kuna gazeti fulani hivi sasa, pana nchi ya Kalamu pale, nchi ya Kalamu akaandika pale masalafi wasiwagayo ahlus sunna, kwamba hawa hivi akatusema sisi. Waliokuta mashekhe ndio hao kwenye migomo na maandamano miaka ya 90 katikati hapo kuja 2000, maandamano yalikuwa mengi, nao mashekhe wengine wakishiriki, tukiwaona shiriki mbele kabisa, tena maandamano ya vyama vya siasa na mingine yasiyokuwa hayo, watu wakishiriki. Mwambie jamani, sio mfumo huu wa dini yetu. Sasa hivi kweli watakuja kukataza maandamano haya watayakataza huku wenyewe wajisuta, kwa sababu si mfumo wao, si agenda yao kukataza haya mambo ya maandamano. Na hii ndio njia wanaopita as-salafiyun, na ndio agenda yao wao, sio agenda wao, wanadandia tu. Mpaka leo makhurafi wakataza maandamano mahizbiyun wakataza maandamano hafai, lakini wasema uongo, si wa kweli, mpaka warudi katika njia sawa, kwa sababu mfumo walionao wao ni mfumo wa hivyo katika kila nchi. Ukisikia kuna Rabiul Arabi, si Kiingereza mwasemaji, mimi nasema Rabiul Arabi, ambayo ilipelekea ile intifadha ya kupindua nchi nyingi za Kiislamu. Nchi nyingi zikapinduliwa, inaitwa Rabiul Arabi, wenyewe wanasema Rabiul Arabi. Ule ni mfumo wa kiikhwani, na ikhwani haijawahi kufanikiwa hata siku moja. Billahi alaikum, hebu angalieni alipoingia ikhwan Umar al-Bashir katika nchi ya Sudan. Nyie mfuatilie mambo. Yule Umar al-Bashir na mwenzake yule Hassan Turabi, wale ni maikhwani aqha. Miaka 30 bwana amekaa, karibu miaka 29 kufikia 30. Hakuleta jambo lolote la maana kwenye nchi yake, pamoja na utajiri wake, mpaka ameondolewa kwenye madaraka na ameingia kimapinduzi. Jaafar al-Numeri amepinduliwa, lakini wao wamesimamia uikhwani tu. Yule Hassan al-Turabi ni murshid wa ikhwani muslimin, mtu mkubwa, na ndiye aliandaa yale mapinduzi, akampa kijana wake Hassan Umar al-Bashir weka. Sasa ikawa shida, huyu nani asikilizwe? Maana kiongozi kama vile ulivyokuwa mashia, kuna rais alafu kuna al-murshid al-aam,
aitwaje yule Ayatullah Al-Khamenei. Sasa nani wa kusikilizwa, huyu au huyu? Akapata tabu sana mpaka akaamua kumfunga. Lakini hebu iangalie ile nchi yake ilivyoipeleka kwa miaka 29 kwenda 30. Hakuwa na khairi yoyote katika nchi yake. Jambo letu la maana hajafanya zaidi ya kuigawa nchi vipande, akawagawa watu walioganyia. Mfuatilizi siasa, mna mambo yenu mbali na vyanzo vyenu vya taarifa ni mbali vya ovyo kabisa. Kwa hiyo tafsiri zenu za matukio pia ni tafsiri za ovyo. Lakini wakawa wanapanga mambo ya kuzipindua nchi fulani ipinduliwe, nchi fulani ipinduliwe, Misri ipinduliwe, aondolewe Hosni Mubarak, aondolewe Ali Abdullah Saleh Al-Ahmari kule Yemen, aondolewe Abdul Aziz Bouteflika, aondolewe. Yani wao kuondoa kupindua nchi zikaharibika kabisa. Ndio mifumo yao. Hasa niambieni, katika nchi zote zilizopinduliwa ambazo maikhwani walikuwa na mikono wakisaidiwa na nchi za magharibi nyuma, ni nchi gani ilipata faida kwa mapinduzi hayo? Nchi gani? Libya mpaka leo, tangu 2012. Yemen mpaka leo, na nchi nyingine sami wala haraj. Lakini hizi ndizo harakati za ikhwan muslimin, la khaira fiha, hakuna khairi ndani yake, na waandishi wake ni waongo kwa jina la Uislamu. Kwa hiyo hao jamaa hao watakiwa jisalimishe katika njia sawa sawa, waachane na ikhwani, warudi katika njia ya haki, njia ya salafu salih. Na maneno yao, vitendo vyao vitaonyesha kwa watu kwamba sio lazima wakaungame kwa mtu fulani. Hakuna mambo ya kuungama kwa mtu fulani. Wewe una vyombo vya habari, una njia zako za kuzungumza da'wa salafia, iweke wazi mfumo wako ni upi, maulama wako unawarejea ni kina nani, msimamo wako wewe kuhusu mambo kama haya ni upi, msimamo wako kuhusu watu wa bid'a na wengine ni upi. Usinganganie kwamba khilafu iko. Watu wote duniani wanaosoma ilmu ya dini na ilmu ya usuli fiqh wajua khilafu iko, lakini khilafu ziko khilafu zenye kuzingatiwa na ambazo hazizingatiwi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah wassalam. Eti turuhusu maswali bado yaendelee? Sitosha. Mkisema nimuulize maswali mtasema sana. Tosha leo. Inshallah kesho pengine tutapata nafasi ya maswali. Pengine hao tutakuuliza sasa hivi atajibika kesho. Tuwe na subra katika jambo letu. Wallahu ta'ala a'lam. Leo nimeamua kupita njia hii. Sasa sijui imeeleweka vizuri au hapana. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. سؤال